ya hello na karibu katika channel yetu ya digitals au ya giza hivi. Sawa, ya leo ningependa kuzungumzia kitu ambacho ni sensitive sana. Ya kitu hiki ya utajua umuhimu wake baada ya kuwa umeshapoteza simu. Sawa, utajua umuhimu wake baada ya kuwa umepoteza simu. Nilishauri kwamba hakikisha kama una vitabu ambavyo viko katika mfumo wa soft copy, una videos ambazo ni either labda ni short course, sawa, zipo katika mfumo wa videos au una photos, hifadhi kwenye akaunti yako ya email. Sasa baada ya kushauri hivyo, watu wengi wamenifollow inbox na kuweza kuniuliza kwamba Sir Lukman, ya namna gani au nawezaje kuweza kuhifadhi picha etc, video na wakadha katika ya email yangu, email account. Kwa naamini kila mmoja ana email yake. Kwa baada ya kuwa email, hakikisha unafahamu password ya hiyo email yako. Sawa, hakikisha unafahamu password ya hiyo email yako. Kama umesahau password ya hiyo email yako, nitakuonyesha namna ya kufanya ili uweze ku-exchanges password ya hiyo email yako. Thank you. Sasa cha kufanya leo tunafanya hivi. Kwenye simu yako nenda kwenye application moja inaitwa Google Drive. Hii hapa, hii drive inaitwa drive. Click hiyo drive. Ukisha click hiyo drive, sawa? Sawa. Sasa ya hizi soft copy ambazo unaziona hapa, hizi ni soft copy ambazo nilikuwa nimehifadhi kwenye email. Hii soft copy ambazo unaziona hapa, hizi soft copy nilizifungua kwa kupitia Google Drive. Ndio maana zikabii stored moja kwa moja kwenye drive. Ya baada ya simu yangu kupotea, hivi vitu vilikuwa kwenye akaunti yangu ya email. Kwa kitu cha kufanya ili uweze kuhifadhi vitu vyako kwenye email, cha kufanya unakuja kukliki aka plus. Baada ya kuingia kwenye drive, una click hiyo plus. Yes. Ya ukisha click hiyo plus, utaenda kukliki sehemu ya ku-upload. Sehemu ya ku-upload, utaenda kukliki sehemu ya ku-upload hapa. Sawa? Ya tuna upload. Baada ya hapo sasa, utaangalia ya hapa juu. Hapa juu kuna sehemu kuna image, kuna sehemu kuna audio, kuna sehemu kuna video, sawa? Ya ni kama ukislide from right to left, utaona kuna sehemu ya document hapo. For instance, leo mimi nahitaji kuhifadhi, kustore document au kustore photos. Let's say mfano photo. Sawa? Nitakliki sehemu ya photo. Nisha kliki sehemu ya photo. Kwa photo zote ambazo zipo kwenye simu yangu zote hizi zitaonekana. Ila hakikisha simu yako ina bando. Hauwezi kufanya hivi bila bando. Sawa? Baada ya hapo sasa na select photo ambazo nazihitaji kuzihifadhi kwenye email yangu account. Kwa hapo nita select mfano nahitaji, sawa? Mfano nahitaji nimeiselect moja kwa moja. Narudia. Ya mfano nahitaji hii, naiselect, nahitaji hii, nahitaji hii, na slide nahitaji hii, na slide nahitaji hii, nahitaji hii. Baada ya hapo unakuja kwenye hili neno select. Kuna select na kuna selected.
Sawa. Kuna ile neno select na vitu ambavyo umebi selected. Kwa utakliki pale kwenye neno select. Sawa, una select. Ukisha select maana ukiangalia vizuri kwenye screen yangu hapa wanasema kwamba preparing for uploading. Kwa tayari ya kwenye tayari ya hizo foto zangu zimesha be uploading kwenye Google email account yangu. Sasa nahitaji kuona kwamba je, hivyo vitu ambavyo nimeupload vipo kwenye email yangu? Sawa? Ya cha kufanya utakuja kukliki hapa hivi, hapa sehemu hii sehemu hapa juu. Kwenye hivi mstari kama vitatu. Unakuja kukliki hapo. Ukisha kliki hapo kuna ile sehemu imeandikwa recent. Unakuja kukliki hapa sehemu ya recent. Sawa? Sehemu ya recent. Aya, ukiangalia hapo unaona vizuri sema umeandika today. Maana yake nini? Ni kwamba hivi ni vitu ambavyo nimeupload leo. Hivi ni vitu ambavyo nimeupload leo. Saa ngapi? Kwenye hii hapa ni ile ya kwanza ambayo nimeupload. Ilikuwa ni saa 10 na dakika 23. Hizi zingine hizi ni zile 7 ambazo nimeselect kwa pamoja na dakika 24. Kwa tayari unakuwa umeshamaliza. Kwa hizo foto nimezihifadhi huko. Kwa kwenye simu yangu kwenye bado zipo na kwenye Google account yangu bado zipo pia. Kwa zinakuwepo sehemu mbili tofauti. Hivyo unakuwa umeshamaliza. Ukihitaji video pia unafanya hivyo. Ukihitaji soft copy zako pia unafanya hivyo. So, thank yous. Welcome to my channel. And goodbye. As soon as possible. Lakini ya asilimia kubwa ya watu pia nashauri kwamba unatakiwa kusave namba kwenye email yako. Save namba kupitia simu yako. Sasa utawezaje kusave numbers kwenye email yako? Unafanya hivi. Sawa, mfano kuna namba hii hapa. Namba hii hapa mfano na namba hii hapa 07 82 37 62 26. Nahitaji kuisave. Nakuja kwenye add contact na create a new contact. Ukiangalia mimi vizuri hapa. Ukiangalia mimi vizuri hapa chini. Kuna sehemu imeandika saving to device and Google. Kwa mimi nikisave hapa tayari hizo contact zangu au hiyo contact ndio save itabi saved kwenye Google email yangu. Kwa mfano hapo ukiangalia vizuri namba ambazo nimezisave kwenye Google email yangu ni namba 1590 ngapi? 97. Lakini ambazo ni save kwenye simu mfano ile simu ambayo imepotea kwa zote siwezi kuzipata. Ila ambazo nimesave kwenye Google email zote ninazo. Okay, thanks. Usisite kusubscribe kwenye my channel ili uweze kupata content tofauti za masuala ya digital import skills. Hii ilikuwa ni kama emergency imetokea, watu wameomba ili niweze kuwapatia hizi tips. Thanks.